Ijumaa ya tarehe 13 ya mwezi Juni mwaka 2025. Karibu sana katika Baragumu Live mtazamaji. Tunao mengi ambayo tunahitaji kuzungumza na wewe kwa siku hii ya leo, ama tunatakiwa tuzungumze na wewe kama ambavyo imekuwa desturi kwa siku zote. Lakini leo tutaungana na wenzetu kutokea kule Dodoma, ambapo watakuwa na ugeni mzito tu na mambo mengi watakuwa wanazungumza asubuhi hii ya leo mtazamaji. Mimi naitwa Emily Lazarus, niko na Dorcas Ramos, na safari yetu sisi nakwenda mpaka pale saa 3 asubuhi ambapo tutakuwa tunakamilisha kwa juma hili. Na bila kupoteza wakati, Dorcas, habari ya asubuhi? Salama kabisa. Karibu sana katika Baragumu Live. Nyumbani mmeamshwaje? Ukishaniona hapa ujue niko poa tu. Ndio. Kuna mtu mmoja alinifundishaga akasema usimuulize mtu umeamkaje, kwa sababu huwa hajiamshi mwenyewe, anaamshwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukimuuliza, muulize umeamshwaje. Watu ambao wamejikita shughuli zao ni kule kuhudumia roho za watu makanisani, ndio alinifundisha iko kitu. Kwa hivyo nikawa nimejifunza pia huwa nauliza watu umeamshwaje. Kwa hiyo nafurahi kuona kwa mara nyingine, maana baada ya kuweza kuachana hapa yamejiri mambo mengi siku ya jana, lakini kubwa zaidi Dorcas tunafahamu ni kuhusiana na budget kuu. Yes, ambayo ilisomwa siku ya jana, na bila shaka pengine ni moja ya sehemu ambayo ni moja ya kitu tutakachokuwa nacho katika zile 3 kubwa zetu za siku hii ya leo. Karibu sana. Kabisa. Naam. Dodoma kina Mongi leo watakuwa na masuala haya ya budget ambayo iliwasilishwa jana, budget ya serikali ya mwaka 2025-2026, mwaka ujao wa fedha, ambapo wataangalia namna ambavyo inalenga katika kuongeza kasi ya maendeleo Tanzania. Ndio. Atakuwa na mbunge Profesa Shukrani Manya, lakini katibu mtendaji Tume ya Taifa ya Mipango Dr. Fredi Msemwa. Wataingia muda sio mrefu baada ya sisi kumaliza stori zetu hapa studio. Tukianza na stori yetu kubwa hii ya budget, ambapo serikali jana imewasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya zaidi ya shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka 2025-2026, huku ikileta mabadiliko ya sheria mbalimbali za kodi ambazo zinalenga kuleta unafuu kwa wananchi na kulinda viwanda vya ndani. Tuisikilize taarifa hii na kisha tutarejea. Akiwasilisha makadirio ya bajeti hiyo ya serikali bungeni jijini Dodoma, huku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akifuatilia bajeti hiyo kwa njia ya luninga, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba alisema kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye viuatilifu vinavyotambulika kwa HS codes 3808 6100 3808 6200 3808 6900. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wakulima wa kupata dawa za kuua wadudu mashambani, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao nchini. Aidha, pamoja na mambo mengine, waziri huyo wa fedha akaweka bayana mkakati waliokuja nao wa kuhakikisha bidhaa muhimu zinazalishwa nchini baada ya mataifa ya nje kuondoa msaada yao hapa nchini. Na serikali imeandaa mkakati utakaoongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi na kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje, yani import substitution, pamoja na mkakati wa kuongeza mauzo ya nje ili kuongeza upatikanaji wa fedha za kigeni na kuimarisha thamani ya shilingi yetu. Mheshimiwa Spika, tunao uwezo wa kushirikiana na sekta binafsi tukazalisha dawa za malaria, kifua kikuu, magonjwa mengineyo ndani ya nchi, na jambo hili litafanyika. Dr. Nchemba akachukua nafasi hiyo pia kuwaondoa wasiwasi wananchi juu ya deni la taifa ambalo limefika shilingi trilioni 107.70. Viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-2025 tathmini ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni 40.3 ikilinganishwa na ukomo ambao ni 55. Hatupaswi kuwa na hofu kabisa kuhusu jambo hili. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Kama ambavyo tulisikiliza hiyo jana kwa zaidi ya masaa 2.5 na tukaona mabadiliko katika sheria mbalimbali za kodi, lakini vile vile namna ambavyo serikali sasa imejipanga katika kuhakikisha
inalinda viwanda vya ndani. Ndio kama mojawapo hiyo ilosema ya kushusha baadhi ya kodi za bidhaa za ndani, kodi za bidhaa za ndani, ili sasa ziweze kupata fursa zaidi katika soko, na mwisho wa siku basi viwanda vinakuwa vinapata staili yake. Lakini bajeti hii ilikuwa na vipaumbele na katika vipaumbele vikubwa ambavyo alivitaja Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya fedha hapa nchini ni masuala ya uchaguzi mkuu. Ndio. Tukitambua kabisa ni mwaka wa uchaguzi, lakini vile vile AFCON 2027, lakini vile vile utekelezaji na uendelezaji miradi ya kimkakati ambayo mingine bado iko katika ujenzi kwa kuhakikisha inakamilishwa, lakini vile vile labda kuibua na mingine mipya. Ndio. Lakini vile vile kuimarisha sekta za uzalishaji na rasilimali watu na kuboresha mazingira ya biashara. Na vile vile kuna kipaumbele pia cha uchangiaji wa deni la serikali, mishahara na stahiki za watumishi wa umma, ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo, ikiwa ni maandalizi ya michuano ya AFCON. Lakini bajeti hii ni ya mwisho katika utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5. Ndio. Yaani ulianza 2021 2022, unaenda kwa miaka ya fedha ambao unamalizika 2025 2026. Lakini bajeti hii pia tukumbuke inafungua ukurasa mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Ndio. Lakini vile vile inaanza na dira mpya ambayo inaanza 2025 mpaka 2050. Ndio. Na tupo kwenye rasimu kwenye hii dira, ilikuwa imetoka ile rasimu yake. Aligusa vitu vingi sana mheshimiwa siku ya jana, nilikuwa namsikiliza kwa uzuri sana. Nilichokipenda jana kwenye alipoanza kutaja namna ambavyo itakwenda kufanya kazi kwenye sekta tofauti tofauti, alipofika kwenye elimu pale nikasema kweli nchi imetoka mbali, kwa sababu pale alikwenda akarudi na historia wakati nchi inapata uhuru. Anazungumza wakati tunapata uhuru Tanzania ilikuwa ina wahadhiri 6 tu wa vyuo vikuu na chuo kikuu kimoja. Lakini tunavyozungumza mara hii, acha vyuo, yani vyuo vile vikuu tunavyo 76 na wahadhiri zaidi ya 2000 ambao wanatumika ndani, lakini pia wanatumika hata nje ya nchi ya Tanzania. Lakini kwenye shule ya msingi huku, shule ya sekondari, alitoa takwimu toka nchi inapata uhuru mpaka hapa tulipo na wapi tunapoelekea. Lakini kwenye sekta ya afya pia niliguswa na zile mashine za kisasa, zile CT scan. Unajua mpaka mwaka kama miaka 5 nyuma tulikuwa nazo 4 tu nchi nzima tangu nchi imepata uhuru. Lakini leo tunazungumza zinakwenda karibu 20 na bado kuna mpango wa kuendelea kuziongezea zaidi. Kwenye elimu pia kingine ambacho kilinigusa Dorcas ni kwenye mafunzo ya amali. Yale mafunzo ya vitendo. Tumekuwa na vyuo kama 29 ambavyo mpaka sasa hivi vinafanya kazi. Lakini bado ambavyo viko kwenye mpango na tayari vimeanza kufanyiwa kazi ni zaidi ya 60. Unakumbuka sera ya elimu ilivyofanyiwa marekebisho kwamba inampa nafasi hata mtu yule ambaye alikuwa analazimishwa kwamba nenda kafanye hiki, lakini yeye anatamani kwenda kujiendeleza ili aweze kujiajiri yeye mwenyewe. Sasa mara hii watu wengi watapata nafasi ya kuweza kwenda huko katika hivi vyuo mbalimbali na kutoka na ujuzi tofauti tofauti na mtu kuendelea na maisha yake mengine. Unajua jana tulizungumza hapa kwamba kuna watu wengi wasomi, mtu ana masters lakini ameamua kuacha hiyo field ambayo ameisomea yeye ama taaluma aliyoisomea na amejiajiri sehemu huko na anaendelea kuzalisha mali kabisa. Kwa hiyo ni budget ambayo ina vitu vingi sana. Ina vitu vingi sana na kuna maeneo ambayo nilimsikia pia mheshimiwa akitaja kwamba kwenye baadhi ya maeneo inabidi sisi kama Watanzania tuweze kuchangia. Mathalan, nafikiri kuna kitu ambacho natamani sana kinakuringe kama watawahoji leo vizuri wageni wetu kule, waulize swala ambalo alizungumza kwamba kwenye tiketi ya SGR nafikiri na ndege na mabasi kuna fedha kidogo inabidi ikatwe pale kwa abiria kwenye tiketi. Nafikiri inaelekezwa wapi ile hela? Sasa nimeona mseto wa maoni huko, lakini yote kwa yote ni kwenye kuweka sawa tu, nadhani baadhi ya mambo kuyakava huko. Mseto wa maoni unasemaje? Mseto wa maoni watu kwa nini mwanza kutukata, watu wanalalamika. Unajua kwa hiyo natamani sana watu maana kwa hayo makato yataongeza gharama au watu wanahisi hivyo. Lakini kwa mtu ambaye amekaa jana akaisikiliza
ile bajeti yote kuanzia anaanza mheshimiwa waziri ile saa 10 mpaka anamaliza ile karibu saa 12:30, wangemuelewa alikuwa anamaanisha nini. Ndio maana ujenzi wa taifa, na ndio maana kuna kitu kinaitwa uchumi jumuishi, kwamba kila mtu anahusika hapo ndani, sio serikali peke yake. Sasa hata kwenye hilo nadhani likitolewa ufafanuzi vizuri sana, najua litatolewa ufafanuzi, kila kitu kitakaa sawa. Wengine huwa tunasubiria tu tupate zile tips kwenye mitandao. Bajeti imefanya hiki, afu tuanze kushusha maoni yetu pale. Wakati hatukusikiliza. Sasa mwisho wa siku huwa hatuelewi nini kilizungumzwa, tunakwenda tu moja kwa moja kwenye maoni. Ndio. Basi kwa mujibu wa kipaumbele kingine ambacho naizungumzia ni kuhusiana na deni la serikali. Ndio. Ambapo waziri jana alisoma hadi kufikia Aprili 2025 deni hilo la serikali lilifikia trilioni 107.7 sawa na 40.3% ya pato la taifa. Kwa mujibu wa viwango vya kimataifa, deni hilo ni himilivu. Kwa kuwa ukomo wake ni 55%. Umeona Kwa hiyo na lenyewe ni kati ya vipaumbele katika kuelekea katika mwaka huo wa fedha wa serikali, mwaka wa fedha wa serikali. Ndio. Sawa. Kama ulisikia vizuri, anasema hili deni ndio limepewa kwa Afrika Mashariki na nchi za kusini mwa Afrika. Alifafanua kwamba ndio deni pekee ambalo linatupa sisi sifa ya kuendelea kupewa sifa zaidi na mataasisi ya kifedha, kwamba tuna uwezo wa kukopesheka. Ndio nchi pekee ambayo iko kwenye sifa. Huko kwingine kuna makando kando. Okay. Yes, alizungumzia kidogo hiyo mheshimiwa waziri. Sawa. Ni bajeti nzito. Kwa hiyo alivyokuwa anakunywa yale maji jana huko anazungumza, watu wasifikiri mchezo. Ni bajeti nzito ambayo ilikuwa ina saa nyingine inahitaji ufafanuzi kweli ili Mtanzania aweze kuelewa. Unaona, Mtanzania mara hii anaelewa vitu vingi sana. Kwa hivyo anahitaji ufafanuzi. Kila anachokigusa anajua tu hapa pengine hawajanielewa, lazima aanze kufafanua. Sawa. Basi kwa upande huo pia na kule Zanzibar pia iliwasilishwa. Ikaonekana ni bajeti yenye neema zaidi. Na zaidi ikaonyesha kwanza kama kujitegemea katika swala zima la bajeti, yani kama imepunguza utegemezi. Lakini vivyo na yenyewe imelenga kuendeleza miradi ya kimkakati, lakini kuimarisha huduma za kijamii. Ndio. Na moja kwa moja tunajua vitu kama hivi vinawagusa wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kuangalia namna ambavyo zote za hii kubwa lakini na ile ya kule, unaona kabisa kwamba ni bajeti ambazo zinagusa maeneo yenye kuboresha ustawi wa hali ya wananchi wake. Ni kweli. Nimependa gazeti moja limeandika imetengenezwa kwa ajili ya Tanzania. Amemaliza mwariri. Basi yani ilikuwa ni trilioni 6.9 .49. Na uchumi kule inaelezwa umepaa mpaka sasa ni huko kwenye 7%, wakati sisi huko ni 5.5. Lakini kwa mwaka ujao wa fedha unatarajiwa kufika 6. Panapo majali watu wanasema inshallah. Kwa kwetu sisi tunakimbia. Sio kwetu sisi, kwa muungano bwana. Si ndio? Hii bajeti kuu. Lakini kabla ya kuwasilishwa kwa bajeti hiyo, iliwasilishwa taarifa ya hali ya uchumi. Tanzania. Mapema kabisa. Na katika taarifa hiyo serikali ilieleza bunge kuwa uelekeo wa hali ya uchumi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 unalenga kuhakikisha ongezeko la kasi ya ukuaji wa pato la taifa kufika 6% mwaka 2025 kutoka 5.5% ya mwaka 2024. Kwa hiyo hii 6 sio tunaitoa, inatarajiwa tayari. Tusikilize Roda Simba alafu mwanahabari wetu, afu tutarejea. Akiwasilisha hotuba ya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo ameliambia bunge kuwa serikali inaendelea kudhibiti mfumuko wa bei ili ubaki katika wigo wa tarakimu moja na kueleza hatua zilizochukuliwa na serikali. Hatua hizi ziliweza kuokolea wananchi jumla ya shilingi trilioni 5.724 ambazo kama serikali singezibeba ingebidi wananchi wazibebe, na hivyo kuweza kuwanufaisha wananchi milioni 11.036. Mheshimiwa Spika, mfumuko wa bei nchini ulipungua
na kufikia 3.1 kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na 3.8 kwa mwaka 2028. Hapa Profesa Mkumbo akazungumzia kuhusu ongezeko la deni la taifa na hali ya ukuaji wa uchumi. Kwa mujibu wa taarifa ya IMF ya Aprili mwaka 2025, kiwango cha ukuaji wa pato la taifa kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Jumuiya ya SADC kinaonyesha kuwa kwa upande wa Afrika Mashariki kwa mwaka 2024 uchumi ulikuwa kwa 1.5 na mwaka 2025 unatarajiwa kuwa kwa 2.7 ikilinganishwa na 3.9 kwa mwaka 2023 na unatarajiwa kukua kwa 3.5 kwa mwaka 2025. Kupungua kwa ukuaji wa uchumi kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kulitokana na migogoro ya kisiasa ikiwemo migogoro inayoendelea nchini DRC na Sudani Kusini ambapo kumekuwa na ukuaji hasi. Katika hatua nyingine, Profesa Mkumbo amesema maeneo ya mpango wa maendeleo yatajielekeza katika programu na miradi inayolenga kuimarisha uzalishaji wa viwandani, kuimarisha mifumo ya kitaasisi, sera na sheria za kodi ili kuweka mazingira wezeshi kwa uwekezaji. Maandalizi ya vipaumbele vya mpango vimezingatia vigezo vilivyoainishwa katika mpango huo. Vigezo hivi ni ukuaji endelevu wa uchumi, kupunguza umaskini, kuzalisha ajira, kuimarishwa kwa ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, maendeleo endelevu, utawala bora na utawala wa sheria. Vilevile mpango huu unalenga kutekeleza na kukamilisha programu na miradi ya maendeleo ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asubuhi hii pia waheshimiwa wabunge tutapata nafasi ya kuijadili saa 4 ile asubuhi kama sisi ambavyo tutafanya. Hawa waheshimiwa ambao wanaingia bungeni tutaanza nao sisi hapa kwenye baragumu baadhi yao ambapo tumekuahidi mtazamaji tutajiunga na wenzetu Kuringe Mongi aliyeko kule Dodoma kwenye kuipitia tuone maeneo muhimu, pengine inatoa mwanga gani bajeti hii kwa huko tunakoelekea, mtazamaji wa Channel 10. Na Lucas amefafanua vizuri pale mwanzoni na ndicho kilichoelezwa kwamba tumefikia pale kwenye zaidi ya trilioni 56 kwa sababu pia kipaumbele kikubwa ni uchaguzi mkuu mwaka huu. Na alichokizungumza jana waziri wa fedha kwamba uchaguzi mkuu huu mara hii unafanyika kwa fedha zinazotumika ni fedha zetu sisi wenyewe kipindi hiki za ndani humu. Kwa hiyo hakuna hela ya wahisani wala hatuja kwenda kukopa, ni hela zetu sisi wenyewe. Doka, tunaona wenzetu wa Dodoma wako tayari. Kama naweza tukaungana nao moja kwa moja. Roda Simba ninamuona. Roda Simba, habari ya asubuhi na karibu sana katika Baragumu Live kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Watanzania wanakutazama. Asante studio zetu hapo Dar es Salaam. Mtazamaji wa Channel 10, nakaribisha kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Dodoma, ikiwa ni sehemu ya Baragumu Live kutoka hapa Dodoma. Mimi ni Roda Simba na leo nakwenda kuzungumza na wageni wangu ambao niko nao hapa. Nipo na Dr. Fred Msemwa ambaye ni katibu mtendaji kutoka Tume ya Taifa ya Mipango, lakini pia nipo na mbunge wa kuteuliwa Profesa Shukurani Elisha Manya ambao tunakwenda kuzungumza nao kwa zaidi ya dakika 50 hapa, na mada yetu kwa siku ya leo ni bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2025 2026 katika kuongeza kasi ya maendeleo nchini. Mtazamaji, nakaribisha uungane nasi mpaka pale tamati ya kipindi hiki. Na kwa kuanza kabisa, habari za asubuhi Profesa Dr. Salama kabisa. Habari njema. Hongereni kwa majukumu. Asante sana. Kwa kuanza kabisa, katika bajeti hii ambayo imewasilishwa jana, bajeti kuu ya serikali ya zaidi ya trilioni 56. Dokta pamoja na Profesa, hebu tuambieni sasa ni nini kipya ambacho kipo katika bajeti hii katika kuchagiza uchumi wa Tanzania? Kwako Prof, tuanze hapa. Kuu ya serikali imewasilishwa. Sasa swali lako ni kwamba ni nini kipya? Bajeti ya serikali inapokuwa inatangazwa, cha msingi wajue kwamba huwa imezingatia dira ya taifa pamoja na miongozo mingine ya serikali na pia mazingira ya kijiopolitiki
sera zao ili yafanye mambo yao. Sasa zile sera zao, kwa sababu sisi huwa ni wadau wao, mara nyingine yanaathiri utendaji wako wa bajeti. Kwa hiyo katika mwaka husika lazima na wewe kuna vitu uvibadilishe ili kuendana na sera za wakati huo. Kwa hiyo kama ni mambo mapya, utagundua kwamba kuna kodi ambazo zimepunguzwa, zimeongezwa ili kukidhi mahitaji hayo. Lakini kiuhalisia bajeti ya mwaka huu, kwa sababu pia sisi tunaingia katika uchaguzi, ni bajeti ambayo imelenga kuendeleza miradi ya mikakati na mambo mengi ambayo yalikuwa hayajakamilika. Kwa hiyo ukiuliza kwa habari ya kitu kipya kabisa, yawezekana tusikione kwamba hii sasa inakwenda vile, lakini tumetwist baadhi ya kodi na mambo fulani hivi ili uchumi wetu uendelee kuwa imara, ili tusisheki kwa sababu watu wengine wana migogoro ya kisiasa, wamebadilisha sera zao, sisi tuendelee kuwa imara. Kwako Dokta. Asante sana mtangazaji. Kama alivyoongea mheshimiwa profesa, inawezekana kusio na kitu kipya kitakachoonekana moja kwa moja, lakini maanisha na bajeti iliyopita, kwanza imebadilika katika mtizamo wa serikali, kwamba sasa hii bajeti yetu haiwategemei ukasema kuna mwelekeo tofauti na bajeti iliyopita. Ni katika masuala, kwa mfano katika miaka hivi karibuni tumekuwa tukipata misaada katika kugharamia baadhi ya huduma za kijamii kama afya, elimu na kadhalika. Katika bajeti hii kwa mara ya kwanza serikali yetu itagharamia huduma hizo yenyewe. Yaliondoa misaada katika na ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo wamekata ile misaada au kupunguza. Serikali inaleta fedha zake sasa, na kinaonyesha dhamira ya serikali katika kutoa huduma bora kwa watu wake bila kujali mtikisiko wowote unaoendelea duniani. Na kitu kipya sasa kinachoonekana ni kwamba bajeti yetu inazidi kuwa himilivu. Yani himilivu kwa maana ya kwamba wakati serikali nyingi duniani au mataifa mengi duniani uchumi wao ama uko pale pale au unashuka, sisi uchumi wetu umekuwa ukipanda, japo haupandi kwa kasi ile tuliyokuwa nayo kabla ya ugonjwa wa COVID, lakini mwaka huu tutakuza uchumi wetu kwa 6%. Mwaka jana 5.5%. Manake ni kwamba tunaanza kurudi kule tulikokuwa, na bajeti inazidi kuwa imara na uchumi unazidi kuwa imara, na kutoa nafasi nzuri kwa wananchi kuweza kufanikiwa katika shughuli zao wanazozifanya za kiuchumi. Labda tuwakumbushe Watanzania wenzetu, na jambo ambalo mimi napenda kulisema mara nyingi kwa haraka. Wakati serikali inafanya mageuzi ya kuboresha miundombinu za usafirishaji hapa nchini, watu wengi walidhani kwamba labda ni mambo ya kufikirika, lakini sasa hivi Watanzania wengi wanasafiri kwa treni ya SGR kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, na imekuwa ndiyo kimbilio la usafiri hapa Tanzania. Kati ya Dar es Salaam na Dodoma mtu hachagui kitu kingine kabla ya kwenda SGR. Sawa? Na sasa katika bajeti hii unaweza usione kama kuna kitu kipya, lakini vipaumbele ambavyo vimepelekwa ni kuendeleza vipande vilivyobaki vya kutoka hapa Dodoma Makutupora kwenda Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza, Tabora Kigoma. Kwa hiyo hivyo vipande vya treni vitaendelezwa kwa
kwa kutumia bajeti ambayo imepitishwa. Sasa kwa msafiri ambaye hajasafiri na SGR anaweza asielewe tunachokiongea, lakini kuna raha ya kutoka Dodoma saa 11 na saa 3 Dar es Salaam, na hivyo itakuwa raha pia iwapo vile vipande vingine vitakamilika. Sasa wakati mtu hawezi kufactor in uzuri wa uboreshaji wa usafirishaji, ni kwamba inaokoa muda, inaokoa uchumi wa mtu, kwa sababu kama mtu amepanga kufanya shughuli yake, maana yake anaifanya mapema kuliko ambavyo angetumia masaa 8 kukaa kwenye basi kutoka Dar es Salaam. Hapo kuna msongamano wa ajali na mambo mengine yote, lakini SGR ni salama, ni ya uhakika na inaharakisha. Kwa hiyo wakati ambapo huwezi ukaona moja kwa moja, lakini kwa mtu ambaye anafanya safari yake kwa usalama, kwa hakika, kwa haraka, ujue kabisa kwamba kipaumbele hicho ni cha msingi sana katika bajeti hii. Kwa hiyo kuendelea kuboresha miundombinu ya usafirishaji na hasa usafiri wa haraka wa treni. Na kumbukeni, pamoja na kwamba hatuwezi tukaongea sana, lakini tuna treni ambayo inakwenda haraka katika eneo la maziwa makuu. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana, lakini pia vipaumbele vingine vimekuwa ni kuendeleza, kama utakumbuka tunajadili bajeti, lakini pia na mpango wa taifa wa maendeleo. Katika mpango wa mwaka huu, lengo, unajua miaka ya nyuma ilikuwa ni kuboresha muunganiko wa barabara mkoa hadi mkoa. Lakini katika bajeti ya mwaka huu, lengo ni wilaya hadi wilaya pamoja na vijiji. Kwa hiyo unapokuwa umeboresha miundombinu ya barabara, sasa umetoka mkoa kwenda wilaya hadi wilaya, maana yake unawafanya Watanzania waweze kusafiri haraka, kusafirisha mazao yao haraka, kusafirisha bidhaa zao za biashara haraka, na linafanya uchumi unakwenda haraka. Na ni kitu ambacho mimi ukiniuliza kilikuwa kinaturudisha nyuma sana, kwamba unatumia muda mwingi sana katika kusafirisha abiria, kusafirisha bidhaa na mambo kama hayo. Ninaamini katibu ana mambo mengine ya vipaumbele. Asante sana Prof. Nikiendeleza pale Prof alipoishia, vipaumbele vingine ni kwanza kuendeleza huduma za kijamii. Na katika eneo hili serikali inaendelea kujizatiti kwa maana ya kwamba itaongeza wigo wa huduma za jamii kama elimu, afya na kadhalika. Huku kwa mfano kwenye afya tumeshuhudia ujenzi wa vituo vya afya, zahanati, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa ukiendelea kwa kasi. Kwa hiyo hicho ni kipaumbele cha serikali ambacho kimekuwepo kwa miaka ya hivi karibuni na kitaendelea kuimarishwa kadri tunavyokwenda. Kwenye swala la elimu tumeshuhudia kuondolewa kwa ada, au saizi kuna elimu bila ada. Maana yake ni kwamba tunawawezesha Watanzania wengi kuwa na maarifa, kuwa na ujuzi ambao utawawezesha kuchukua fursa za kiuchumi zinazojitokeza, zinazoana na maarifa ambayo wanayo. Kwa hiyo tukiwa na kipaumbele kama hicho, maana yake tunawagusa watu moja kwa moja. Huduma za maji vijijini, tumekuza sana upatikanaji wa maji vijijini na mijini, 81% kwa karibu 91% mijini. Ni kitu kikubwa sana na kimetiwa msisitizo tena katika bajeti hii. Kwa hiyo tunavyokuwa tunakwenda kwa kasi kama hiyo, maana yake ni kwamba tunaongeza uwezo wa uchumi wetu kukua kwa kasi na kunufaisha wananchi kupitia ukuaji wa uchumi huu. Eneo lingine ambalo ni muhimu huwa tulitaji sana ni lile la kuweka uchumi wetu kwanza uwe himilivu. Tukiongelea uchumi tunaongelea kwa mfano mfumuko wa bei. Serikali ikisema tutaufanya mfumuko wa bei usizidi 5%. Saizi ni 3.1%. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba thamani ya pesa yetu inakuwa haitetereki. Kwa hiyo nguvu ya mwananchi kuweza kununua bidhaa inakuwa kubwa na haitetereki. Maana yake ni kwamba mwananchi ataweza kupata huduma, ataweza kununua bidhaa, na hicho ndicho tunachokitaka, kwa sababu tunataka wananchi wafaidi matunda ya uchumi wao na waweze kufikia fursa zinazotokana na uchumi huo unapokuwa ni imara. Yeah. Labda kabla ya kuenda kwenye swali jingine Roda, kwenye kilimo
ndani tusipoongea kipaumbele cha kilimo hatutakuwa tumetendea haki bajeti. Katika miaka ya karibuni mimi nimekuwa mjumbe wa kamati ya kilimo kabla ile kamati haijabadilishwa kwenda maji na mazingira. Mwanzo nilikuwa kwenye kamati ya kilimo. Lakini tulipoanza bunge hili bajeti ilikuwa bilioni 192. 300 plus. Sasa hivi ni 1.5. Sasa hivi nakwenda ni trilioni na zaidi. 1.5. Sawa? Maana yake kuna mabadiliko makubwa katika ongezeko la bajeti ya kilimo. Lakini pia tukiangalia katika kodi ambazo zimeguswa sana, yani kuondolewa VAT, ni viuatilifu, lakini na mbolea inayotengenezwa ndani kuwa zero VAT. Sasa hivi maana yake ni kuendelea kuinua kilimo chetu kiendelee kuwa na tija. Kumbuka serikali imeendelea kuwa inatoa ruzuku kwa wakulima. Sasa wewe kama si mkulima huwezi ukaelewa mzigo wa kununua mbolea kwa $100,000 badala ya $50,000 kama wewe si mkulima. Lakini wakulima wanajua kabisa kwamba ruzuku ya mbolea iliwafanya kilimo chao kiweze kuanza kuwa na tija na kiweze kuwa rahisi, manake mazao yakaongezeka. Na ndio maana tunaongelea ndani ya Tanzania sasa hivi tuna utoshelevu wa chakula kwa 128%. Yani kwamba uko nje walime wasilime, sisi humu ndani tunaweza tukala na tuna ziada ya kula. Kwa hiyo kitendo cha kwamba kilimo kimeendelewa kuongezewa bajeti, alafu ruzuku itaendelea, lakini pia tumeanza zero rate viuatilifu, mbolea inayozalishwa ndani, manake ni kuendelea kutoa msukumo katika kilimo ili kilimo kiendelee kuwa ni sehemu ambayo kwanza watu wengi wanafanya kazi huko, inaajiri huko, lakini tuna chakula cha kutosha. Na mimi wanasema mtu ashibe. Mtu akishashiba hayo mambo mengine yote, lakini huwezi ukaongea na mtu aliye na njaa alafu ukategemea mtaongea hadithi muelewane, hapana. Kwa hiyo kama tunajitosheleza kwa chakula, na sera ya serikali sasa hivi ni kwamba ni kuwawezesha Watanzania wenyewe ndio wamiliki uchumi wa kilimo. Lile jambo la Better Tomorrow ya Mheshimiwa Bashe yawezekana mara nyingi huwa halichukuliwi kwa uzito wake. Lakini kama litaendelea kutoka eneo moja hadi jingine, wilaya hadi nyingine, maana yake ni kwamba Watanzania watamiliki uchumi wa kilimo, maana yake ndio watakuwa wazalishaji wakubwa katika kilimo. Na sasa wana huo msukumo wa kwamba wana mbolea ambayo ina ruzuku, viuatilifu vinaondolewa VAT. Maana yake ni kwamba wataanza kuzalisha kwa tija, na kwa hiyo tutakuwa na utoshelevu wa chakula, na ni jambo la msingi sana. Asante Profesa. Turudi kwako sasa Dr. Msemwa, kama mtaalamu wa mipango. Hebu tueleze bajeti hii imejielekeza vipi katika kufanikisha mpango wa maendeleo 2025? Bajeti hii kama ulivyosema, kiini chake ni dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025 ambayo tulianza kuitekeleza mwaka 2021, miaka mingi iliyopita. Lakini dira ile ilikuwa na vipaumbele vyake, na kulikuwa na vipaumbele 5. Cha kwanza ilikuwa ni kujenga uchumi shindani na himilivu. Kipaumbele cha pili ilikuwa ni kuongeza uzalishaji wa bidhaa na huduma, kuendeleza jamii, kuleta maendeleo ya watu, pamoja na kuifanya Tanzania iwe na kidiplomasia, iweze kuwa na ushawishi wa kutosha. Kwa hiyo bajeti hii imejielekeza katika mtiririko huo, kwa sababu katika malengo ambayo yameainishwa kwenye mpango wa maendeleo wa mwaka 25-26, malengo ni yale yale. Kwanza, kuweka uchumi uwe himilivu, kuhakikisha tunadhibiti mfumuko wa bei, tunakuza uchumi kwa 6%, tunapunguza nakisi au yani bajeti yetu hiyo inajitegemea, isiwe na pengo, na tunaendeleza uzalishaji kupitia hatua mbalimbali za kikodi na zisizo za kikodi ambazo zimechukuliwa ili kuchochea maendeleo ya sekta ya viwanda, pamoja na kukuza uzalishaji katika sekta za kilimo, sekta za mifugo, sekta za uvuvi. Huku kwenye mifugo, kutokana na hatua zilizochukuliwa,
tayari tumeanza kuona Tanzania inakuwa ni muuzaji wa nyama nchi za nje, muuzaji wa samaki nchi za nje. Bajeti hii imetenga fedha kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa bandari ya uvuvi kule Kilwa, ambayo hiyo inakwenda kuwalenga wavuvi katika ukanda ule ili waweze kwanza kuongeza uvuvi, kiwango cha samaki wanaovuliwa na kuchakatwa na kuweza kuwaunganisha na masoko ili waongeze kipato. Aidha, bajeti hii imejielekeza katika kuwaendeleza watu. Hivi tunavyoongea, kuna mipango mingi inaendelea katika sekta ya elimu na sekta ya ufundi, kuimarisha stadi za ufundi na ufundi stadi kwa watoto wetu. Sasa hizi tulikuwa tumeanza na watoto chini ya 100,000 waliokuwa wanasomea elimu ya ufundi. Sasa hizi wanaendelea mpaka wanafika karibu 300,000. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba bajeti hii inawaandaa watu kwa sababu uchumi unavyokuwa unaleta viwanda, unaleta miradi mbalimbali inayohitaji ujuzi na stadi mbalimbali. Kwa hiyo tunapokuwa tunawaandaa watu wetu kuwa na stadi hizo, maana yake ni kwamba watachukua hizo fursa, wataongeza vipato vyao na pato la taifa litaweza kuongezeka kwa kasi ambayo inatarajiwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema sasa kwamba bajeti hii inatekeleza miradi iliyoisha kwenye bajeti iliyopita. Inaleta miradi mipya kwa kuzingatia vipaumbele. Na kwa kufanya hivyo tunataka kuangalia tulete miradi mipya kwanza inayofanya uzalishaji ongezeke, inayoleta ajira zaidi, inayoleta ushindani wa nchi yetu katika soko la kikanda na masoko ya kimataifa, ili tuwe na mwendelezo. Baada ya miaka kadhaa tutakuwa tuna uwezo wa kufikia malengo yaliyokuwa yamewekwa, na hivyo kuwezesha kila mwananchi kunufaika na yale yanayoendelea katika nchi yetu. Narudi kwako sasa Profesa. Profesa, wewe ni mbunge. Mbunge ni mwakilishi wa wananchi bungeni. Tuzungumzie sasa bajeti hii imemgusa vipi huyu mwananchi huku chini kabisa na kwa kiwango gani? Ni kweli tunapochambua bajeti ni vizuri kuzingatia kwamba maslahi ya wananchi yanafikiwa, na kwa haraka mwananchi wa kawaida anaweza asione, na ndio maana sisi tuko hapa kujaribu kumtolea yani vitip vidogo vidogo vya kwamba yeye anaguswaje na bajeti hii ambayo imepitishwa jana. Ukiangalia kile kipengele cha ile sehemu ya 113, ile nataka tu niisome tu by the way. Alafu utaona kwamba hivi ni kweli. Sasa ile sehemu ya 113 inasema hivi: kadhalika Benki Kuu imetoa mwongozo kwa watoa huduma za fedha kuhusu kushusha gharama za miamala kutoka benki kwenda mitandao ya simu na kutoka mitandao ya simu kwenda benki, kutoka gharama ya zaidi ya 12,000 hadi gharama isiyozidi 5,000. Naomba nichukue hicho kwanza, sio kwamba hiyo ndio ya wananchi wengi. Lakini leo Tanzania mambo yetu ya kutumiana pesa, miamala ni jambo ambalo linafanyika kila wakati. Sasa hilo limeshushwa kutoka 12,000 kwenda 5,000. Maana yake ni nini? Maana yake sasa gharama za kutumia mitandao ya simu kama namna ya kutumia pesa iwe nafuu zaidi. Kuna mtu ambaye ukimwambia kwamba aise wewe una 300,000 mfukoni, lakini mwingine anasema mimi na 300,000 kwenye simu, aise nunua kwa kutumia simu, anasema bwana kuna kodi nyingi nitapoteza. Kwa hiyo mtu anaanza kuona kwamba labda nitembee na nini na 300,000 yangu mfukoni alafu nifanye manunuzi. Lakini kumbe unapokuwa umepunguza zile tozo, zile kodi za kuhamisha miamala, maana yake inanifanya mimi sasa nikitaka kufanya manunuzi yangu nijisikie kwamba sitapunjika sana. Kwa unaweza nikafanya manunuzi yangu kwa jinsi hiyo. Kwa hiyo hilo ni kwa wananchi wote ambao kwa kweli sasa hivi tunaotumia mitandao ya simu katika kutumia na fedha, maana yake hilo linatupa unafuu wa kwanza. Lakini katika habari ya uwakilishi wa Watanzania kwa ujumla,
tumeshaongea habari ya wananchi walio katika sekta ya fedha, hilo unaliona moja kwa moja, na nadhani hamna Mtanzania ambaye hatumii fedha, sijui unaliona Kwa hiyo hilo linakuja moja kwa moja kwamba kuliondoa lile ni kwa ajili ya kusaidia kupush matumizi ya fedha kwa njia ya kidijitali ambayo ni salama zaidi. Mimi Roda, yani ukitaka kunikaba hapa mfukoni kwangu utakuta na 50,000 tu, na ndio utakayoondoka nayo, kwa sababu ninaamini usalama wa fedha zangu kuutumia katika mtandao. Sasa hili linakwenda kufanya kazi vizuri zaidi kwa sababu ya kuondoa hiyo kodi hasa. Lakini tukiongea habari ya mwananchi mmoja mmoja, naomba tuwarudishe watu kwenye elimu. Kwa nini mimi leo wewe unaniita profesa? Baba yangu asingeweza kunilipia ada ya chuo kikuu, maana baba yangu hakuwa ni mtu mwenye nafasi. Lakini kwa sababu ya serikali kuanzisha mtindo wa kutoa mkopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, mimi nilisoma bachelor, nikasoma masters, nikasoma PhD, baadaye nikawa profesa. Why? Ni kwa sababu chanzo nilipata mkopo wa elimu ambao mimi wakangu nimeshalipa, maana nilipomaliza nikaajiriwa. Kwa hiyo bodi hainidai. Lakini unaona kwamba kile kitendo cha kutoa mkopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kumemfanya kila mtoto wa Mtanzania ambaye asingeweza, yani imefungua milango ambayo usingeweza kuifungua. Kwa hiyo hilo kwa sababu linaendelea, tunaamini kabisa kwamba watoto wa Watanzania ambao yawezekana mzazi wake hana nafasi, kwanza anasoma darasa la kwanza mpaka form 6, kama ni ule mfumo wa kawaida, tunaanzisha mfumo wa amali ambao na wenyewe hata kuwa analipa. Lakini hata akifika hapa juu ana hakika ya kupata kale kamkopo, kwa hiyo atasoma. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kama huwezi ukayaona kama ni mambo ya msingi, nadhani unakuwa huitendei haki serikali, kwa sababu wengi wetu sisi leo tunaweza tukatamba kwa sababu tu serikali ilitoa mkopo, na huo mkopo wa elimu ya juu unafanya nini? Unaendelea. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kwa kweli yanawagusa watoto wa Kitanzania. Turudi kwako sasa, Dr. Msemwa, mtaalamu wa mipango. Naona na muda si rafiki kwa majukumu yako mengine. Hebu tueleze sasa, ni vigezo gani ambavyo vimetumika kwenye yale maeneo ambayo yametengewa bajeti kubwa kuliko maeneo mengine? Kwanza, bajeti hii imezingatia sana uendelevu wa yale ambayo tulishaanzisha. Kwa hiyo unapokuwa unaanza mwaka mpya, utaangalia kwanza vitu gani sijamaliza mwaka huu, utavipa kipaumbele, kwa sababu tayari kuna fedha umeshaziweka kwenye miradi ambayo haijakamilika. Kwa hiyo hicho kilikuwa kigezo cha kwanza, na katika kigezo hicho tulikuwa tunaangalia kwa mfano miradi kama SGR ambayo tayari imeshaanza, tumefika hapa Dodoma, lakini tunatakiwa kufika Mwanza, Kigoma na kufika mpaka nje ya nchi yetu kule DR. Kwa hiyo kigezo cha kumalizia miradi iliyopo, miradi ya maji, miradi kwa mfano kuimarisha shirika letu la ndege ili tuweze kutoa hii huduma sasa katika anga za kimataifa na kadhalika. Kigezo kingine ambacho tumekiangalia ni kuleta miradi mipya ambayo itachochea uzalishaji wa bidhaa na huduma. Miradi ya umeme, tumemaliza bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini tunahitaji umeme zaidi kwa ajili ya kuchochea uzalishaji zaidi. Kwa hiyo katika mpango huu tutaendeleza miradi ya Ruhuji ambayo ilikuwepo katika miradi ya kielelezo iliyopita, lakini hatukuweza kuitekeleza. Kwa hiyo tutaiendeleza ile ili tupate umeme mwingi zaidi. Tutaendeleza miradi mipya ya maji, tutengeneze sasa gridi ya kitaifa ya maji kama tulivyo na gridi ya kitaifa ya umeme na kadhalika. Tunatazamia pia kuongeza uwezo wetu katika usafirishaji, barabara mpya, kuunganisha vijiji, wilaya, ili kuzidi kuchochea shughuli za kiuchumi. Kipaumbele kingine ambacho kiliwekwa ili kuchagua ni mradi gani sasa tuende nao ni miradi inayoendeleza watu kwa maana ya kuwapa maarifa, ujuzi na ushindani, ile ari ya ushindani
Kwa hiyo ndio maana uwekezaji mkubwa sana unafanyika sasa hizi katika elimu ya ufundi kama nilivyosema, katika elimu ya ngazi zote, vyuo vikuu na kadhalika. Pia tumezingatia upatikanaji wa huduma za msingi za watu, afya, miradi kama hii ambayo tunaendelea nayo, hii ya elimu nimeiongelea sana, lakini kwa ujumla ni kwamba tunalenga katika kuendeleza yale yaliyopo na kuleta mapya ili tuweze kuzidi kujenga juu ya msingi imara ambao tayari upo, kufikia azma yetu ya kuleta maendeleo na nchi yetu iweze kufika uchumi wa kati ngazi ya juu. Dr. Msemwa, ili tukuruhusu uende, swali moja la mwisho kwako. Tume ya Taifa ya Mipango, ni upi ushiriki wenu katika kuhakikisha mipango hii ambayo inapangwa na bajeti hii ambayo inapangwa kwenye miradi mbalimbali inatekelezwa kwa ufanisi? Kwanza, Tume ya Taifa ya Mipango ni taasisi ambayo imeanzishwa na serikali ikiwa na jukumu mahususi la kuhakikisha kwamba mipango yetu ya kitaifa inapangwa katika namna ambayo inakidhi matarajio ya wananchi na kuhakikisha nchi yetu inafika katika dira yake. Kwa hiyo kazi ya kwanza kabisa ya Tume ya Taifa ya Mipango ni kuainisha mipango ya kitaifa, kwa maana ya kujua kitu gani ni muhimu zaidi kwa nchi kwa kutumia rasilimali zilizopo, na upangaji huo unakuwa shirikishi kwa maana ya kuwashirikisha wadau mbalimbali, wananchi, taasisi zisizo za kiserikali, taasisi za serikali na kadhalika. Na haya yote huwa yanaanzia kwenye dira ya taifa. Kama utakuwa unakumbuka, hivi sasa tumekuwa katika mchakato mrefu wa kuandaa dira ya taifa ya mwaka 2050, ambapo jukumu kubwa ni kuangalia, je, sisi tuna ndoto gani itakapofika mwaka 2050? Ile mipango ikishakuwa imepangwa kupitia dira, kinachokuwa kinafuata ni kuainisha mipango ya muda mfupi, kwa sababu dira inakuwa ni ya miaka 25. Sasa ile miaka 25 ni mingi, lazima tuigawanye katika muda mfupi wa miaka mitano. Kutoka kwenye hiyo miaka mitano ndio tunapata ile mipango ya maendeleo ya miaka mitano. Na hivi sasa, jana imesoma bajeti ya mpango wa mwisho wa maendeleo wa mpango wa miaka mitano ambao ulikuwa unaanza mwaka 21, 22 mpaka 25, 26. Kwa hiyo sisi kazi yetu kupanga hiyo mipango, kuisimamia hiyo mipango, kufanya tathmini ya kuona jinsi inavyoendelea na kuchukua hatua za kurekebisha ili turudi katika mstari ambao ulikuwa umekusudiwa na kadhalika. Kwa hiyo kwa ujumla, Tume ya Taifa ya Mipango kazi yake ni kufanya ushirikishaji wa kutosha katika kupanga hiyo mipango, kuisimamia mipango hiyo, kufanya tathmini yake, kuangalia matumizi bora ya rasilimali za taifa, na pia tuna majukumu mengine yameainishwa yako 20 katika sheria. Jukumu lingine ambalo naweza kuwa sijaliongelea pekee ni lile la uendelezaji wa sekta binafsi, kwa sababu kwa mfano katika mpango huu ambao mawaziri wetu wamesoma jana, serikali ina nafasi yake katika kuchochea maendeleo ya nchi. Serikali itatumia trilioni 56, lakini ukiangalia uchumi wote wa nchi mwaka jana tulifikisha karibu trilioni 150. Je, kama serikali inatoa trilioni 100, inatoa trilioni 56, je, hizi 100 huwa zinatoka wapi? Hizi 100 zinatoka kwenye sekta leo ya sekta binafsi ili iweze kutoa mchango wake muhimu katika maendeleo ya jana. Kumekuwa na hatua mbalimbali za kikodi na zisizo za kikodi ili kuweka mazingira wezeshi, kuwezesha uwekezaji zaidi na ufanyaji biashara zaidi katika kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya mwaka huu ya kupata pato la taifa ambalo ni kubwa kuliko lile tulilofikia mwaka ulioisha.
Dokta, nitarudi kwako tena, bado upo. Narudi kwako Profesa, mwakilishi wa wananchi. Hebu tuambie sasa, bajeti hii ya zaidi ya trilioni 56 unadhani itakuwa imegusa changamoto ya ajira kwa wananchi hasa vijana? Sawa. Hili jambo la ajira mara nyingi linapozungumzwa watu wangetamani zile ajira zote ambazo ni formal na wanadhani kwamba huo ndio mwisho. Lakini ukweli ni kwamba bajeti inapokuwa imetangazwa, kila mtu pia anapaswa kujialign na bajeti hiyo husika. Sasa turudi katika habari ya ajira kwa vijana ambayo kwa kweli inabidi iendelee kuwa topic ya kujadiliwa. Iwe ni bungeni, iwe ni serikali, kwa sababu tunakuwa na vijana wengi ambao hawawezi wote kuingia serikalini kama mwajiri mkuu. Sawa? Huo ndo uhalisia. Lakini labda Roda nikuulize, tulivyomaliza kutengeneza SGR kutoka Dodoma, wewe umeshakwenda Dar es Salaam kwa SGR? Mara nyingi wale wahudumu walio pale ndani wote wanaotoa huduma katika vituo vya SGR pamoja na wanaotoa huduma ndani ya treni walikuwa hawapo kabla ya SGR kukamilika. Si ndio? Kwa hiyo ukiona hiyo logic unajua kabisa kwamba iwapo vipande vingine vya SGR vitakuwa vimekamilika, maana yake unaweka uwezo wa shirika la reli kuendelea kuajiri vijana. Na nadhani unaona wale wengi ni vijana. Sidhani kama kuna mtu mzima sana mle ndani. Ndio Kwa hiyo ukitaka kuangalia swala la ajira unatika mtazamo huo kwamba kama serikali inaendeleza shirika lake la reli vizuri, na kama hawa waliajiriwa wote kwa sababu treni ilikamilika, maana yake kumbe tunapokamilisha treni vipande vilivyobaki tunaongeza uwezo wa shirika kuajiri vijana wengine. Sawa? Logic namba 1. Tunaposema kwamba sasa tunapanua kilimo chetu, maana yake BBT zikiendelea kuwa nyingi. Maana tumemwambia waziri wa kilimo, na mimi napenda kuongelea sana hili eneo kwa sababu hili eneo tukilifanya vizuri kama taifa, yani uchumi wa kilimo ukashikiliwa na Watanzania wenyewe, sio watu wa nje. Maana yake vijana wengi watakwenda kufanya kazi kule na mazao ya kilimo kama yakirudi viwandani, maana yake tunaendelea kutengeneza ajira nyingi zaidi. Kwa hiyo na tusisahau kwamba tunapaswa pia kukuza michezo, sanaa, vitu ambavyo zamani Tanzania tulikuwa hatuoni kama ni eneo la ajira. Lakini duniani hivi nchi kama Brazil, mimi napenda michezo. Nchi kama Brazil, hivi vijana wake wanaocheza soka la kulipwa Ulaya ni wengi kiasi gani? Unaona? Kwa hiyo hili ni eneo ambalo nalo kama taifa tunapaswa kulikuza. Katika vipaumbele pia katibu hatukuongea habari ya kwamba tunaingia AFCON. Tunaingia AFCON 2027. Kwa hiyo fedha zingine pia zimeelekezwa katika kutengeneza viwanja vya michezo kwa ajili ya nchi kujiandaa na kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON. Hili chochea ari ya michezo nchini. Japokuwa kuna wakati tunasema kwamba Tanzania tunaongea sana habari ya Simba na Yanga mpaka tunasahau mambo mengine, lakini michezo inaleta furaha. Kwa hiyo uchochezi wa sekta ya michezo pia na sanaa pia unakwenda kutengeneza ajira zingine ambazo sio fomo kama zile zilizojulikana, lakini ni ajira. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba hatuaddress habari ya ajira, ila katika muktadha mkubwa zaidi ni kweli kwamba tunahitaji kuendelea kuboresha sekta zetu za uzalishaji, ikiwa ni pamoja na kilimo, uvuvi, na usafirishaji, ili vyote kwa pamoja viweze kuleta ajira katika taifa letu na hasa likitarget vijana. Labda kuongezea alichoongea profesa, serikali inaliangalia swala la upatikanaji wa ajira katika ngazi mbili. Kwanza ni ajira zile za kuajiriwa katika taasisi au makampuni au katika idara za serikali na kadhalika. Ajira hizi zinaongezeka kadri uchumi unavyozidi kuanuka au kuongezeka au kukua. Uchumi ukikua, viwanda zaidi,
taasisi zaidi zinaanzishwa, miradi zaidi inafanyika, yote hii inatengeneza ajira. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza, ajira zile za kuajiriwa. Hatua ya pili ni kujenga uwezo wa watu kuweza kujiajiri. Na hapa ndio tunaporudi sasa kwenye yale yanayoendelea saizi katika nchi yetu. Nafikiri utakumbuka kwamba tumefanya maboresho katika mitaala yetu na tumeanzisha mikondo ya elimu jumla na elimu ya amali ambayo inahusu fundi pamoja na ufundi stadi. Hivi vitu ambavyo vinaendelea sasa hizi vitakuwa na athari chanya kubwa sana katika nchi yetu, kwa sababu hivi vitu vitajenga uwezo wa Watanzania, kwanza uwezo wa kufanya na kutenda. Uwezo wa kufanya. Kwa mfano sasa hizi somo la biashara ni somo la lazima kwa watoto wote wanaosoma elimu ya sekondari. Hiki kitu kinaweza kikaonekana ni kitu cha kawaida, lakini ni kitu kikubwa sana. Nchi yetu haijawahi kushuhudia msisitizo katika elimu ya biashara kama tunavyofanya sasa. Na tukumbuke nchi yetu imetoka katika sera za kijamaa, kwa hiyo elimu ya biashara haikuwa na msisitizo na kufanya biashara haikuwa kitu kinachofikiriwa sana. Sisi tulikuwa tunasoma ili tuajiriwe. Lakini sasa hizi watoto wetu wanasoma ili wajiajiri. Maana yake ni nini? Hawa watoto hawatategemea sana ajira za ofisini. Kwa hiyo serikali itakuwa imetatua changamoto ya ajira kwa kuwawezesha Watanzania au watoto wetu wawe na uwezo wa kutenda, kuanzisha biashara, kuanzisha shughuli za ufundi, kuanzisha shughuli mbalimbali ambazo zinatokana na ubunifu katika michezo, ubunifu katika teknolojia na kadhalika. Kwa hiyo tatizo la ajira sasa tutakuwa tumelishughulikia katika pande zote mbili. Huku tunaongeza ajira za ofisini na sehemu za kuajiriwa, na huku tumejenga uwezo wa watu kuweza kujiajiri wao wenyewe. Kwa hiyo tutafika katika wakati ambapo watoto wetu watakuwa hawapendi hata ajira hizi tunazoziongelea, kwa sababu watakuwa wanajua watanufaika zaidi wakiwa wamejiajiri. Dokta, naomba nikuulize swali moja la mwisho afu nikuruhusu niache hapa na profesa nikuache uendelee na majukumu mengine. Katika bajeti hii imejibu vipi changamoto ya mfumuko wa bei, alafu pia na utoe wito kwa wananchi? Asante sana. Changamoto ya mfumuko wa bei kwanza, mfumuko wa bei huwa unatokana na kuwepo kwa bidhaa chache au huduma chache kuliko fedha zilizopo. Kwa maana nyingine ni kwamba kwenye soko kunakuwa na fedha nyingi zaidi kuliko bidhaa au huduma zilizopo. Sasa tutadhibiti vipi? Udhibiti wa hili, lazima tuongeze bidhaa na lazima tuongeze wa huduma. Sasa tunaongezaje uwepo wa bidhaa nyingi? Tunaongeza uwepo wa bidhaa nyingi kwa kuongeza uzalishaji. Ndio maana hii budget inatoa unafuu kwa viwanda, kwa mfano vya ndani, kuweza kuongeza uzalishaji ili kuwe na bidhaa nyingi. Kukiwa na bidhaa nyingi, bei lazima ishuke. Hizo ni kanuni za uchumi. Pia budget hii inajikita katika kuongeza upatikanaji wa huduma mbalimbali, huduma za afya, uongezaji wa uzalishaji katika masuala ya kilimo. Tukichochea shughuli za kilimo, tutakuwa na mchele mwingi, tutakuwa na maharage mengi, tutakuwa na ngano ya kutosha na kadhalika, viazi na kadhalika. Tukiwa na hivi vitu vingi, mfumuko wa bei lazima ubaki pale pale au ushuke. Kwa hiyo kwa kufanya majumuisho, tunaweza tukasema kwamba hatua zilizochukuliwa katika kuongeza uzalishaji, kuongeza shughuli za kilimo, kuongeza upatikanaji wa huduma za afya, kuongeza upatikanaji wa huduma za elimu. Kukiwa na shule chache, lazima ada zitakwenda juu. Tukiwa na shule nyingi, ada zitabaki pale pale au kushuka. Kwa hiyo suala la mfumuko wa bei linakuwa limeshughulikiwa kwa namna hiyo. Asante. Labda kuongeza juu ya mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei huwa ni kihatarishi chochote unapopanga bajeti. Yaani kwa mwaka mzima ujao lazima utegemee kwamba hiki ni mojawapo ya kihatarishi, na wakati mwingine kinashughulikiwa kwa kadri ya kitakavyotokea. Kwa mfano, wakati fulani unataka umruhusu. Nikuruhusu, nikutakie majukumu mema. Asante sana. sana. Nabaki na kwako profesa. Tuendelee tulipoishia. Asante sana.
Okay, haya, asante. Prof, we keep in touch. Nakushukuru sana. Okay. Ya, sasa kwenye mfumuko wa bei, yani nitaka kusema hivi, mfumuko wa bei ni jambo ambalo ni mojawapo ya kihatarishi unapokuwa unapanga bajeti. Kwa mfano, wakati fulani hivi mafuta yalipanda sana duniani. Sasa yakipanda sana, maana yake huku wewe utayanunua kwa bei kubwa. Kwa hiyo ndio maana serikali sasa inabidi kuchukua hatua za kuzuia bei kuendelea kuwa juu. Kwa hiyo unaamua kuweka ruzuku. Kwa hiyo hii huwa ni jambo ambalo linatokana na geopolitics. Wakati ambapo vita ya Urusi na Ukraine ilipopamba moto, si ndio? Mafuta ya kula yalikosekana, ngano ilikosekana kwa sababu wale ni wazalishaji wakubwa. Kwa hiyo tukaanza kuona hiyo bidhaa inapanda bei. Kwa hiyo serikali huwa inachukua hatua wakati mwingine maalum kwa ajili ya kuzuia mfumuko wa bei unaotokana na migogoro ya kisiasa au ya kiuchumi katika mataifa, kwa sababu unajua dunia tunafanya biashara kwa kutegemeana sana. Magari yote yanayoendeshwa hapa nchini Tanzania mengi yanatoka Japan, si ndio? Kwa hiyo manake habari ya biashara ni jambo ambalo tunategemeana sana. Kwa hiyo wakati mwingine mfumuko wa bei ni jambo ambalo linatokana na matatizo ya kibiashara, ya kiuchumi, migongano ya kisiasa nje ya Tanzania. Sasa yanapotokea manake ni kwamba serikali lazima ikae pale kudhibiti. Tunafanyaje kudhibiti hili ili tuendelee kuhimili haya mambo? Lakini katika bajeti wao wameweka target kwamba lazima ibaki katika dijiti ya yani 3% hadi 5 mwisho. Hiyo ndio mpango na ndio imeendelea kuwa hapo kwa muda fulani hivi wa miaka 2-3 iliyopita. Dr. turudi kwenye swala la kodi. Kuna nyongeza kwenye baadhi ya bidhaa kwenye kodi na wananchi wanaona nyongeza hii ni kama mzigo kwao. Nini kauli yako? Yes. Sasa kama tulivyoongea tangia mwanzo pale kwamba bajeti inapokuwa inatengenezwa mara nyingi imezingatia jinsi ambavyo sisi kama taifa tutahimili, lakini tukizingatia kwamba sisi sio kisiwa, tunaishi pamoja na watu wengine. Na mara nyingi sana unachokifanya ni kuanza kulinda maslahi yako ya ndani. Kwa hiyo bajeti lazima tuichukulie kwamba ni balancing act, kwa maana ya kwamba wakati ninapopunguza kodi hapa, kwa mfano nimepunguza kodi kwa viuatilifu ili vinapoingia wananchi wavinunua kwa bei nafuu ili tuongeze uzalishaji kwenye kilimo, lakini ninaongeza kodi sehemu nyingine ili sasa niweze kufanya uwiano mzuri. Kwa hiyo bajeti inapokuwa inatolewa ni kweli kwamba kuna eneo ambalo litaondolewa vati, litapata misamaha, lakini eneo jingine halita, ili sasa uendelee. Maana ukisema kwamba kila mahali upunguze kodi, alafu mapato yanatoka wapi? Kwa hiyo kwamba kuna wengine ambao wataona kwamba kodi imekuwa mzigo kwa sababu hiyo, ni kweli, lakini kuna wengine ambao pia kodi zitakuwa zimepungua, pia ni kweli. Lengo ni kuleta ule uwiano wa kwamba nimeondoa msamaha huu wa kodi katika eneo fulani ili niweze kuleta unafuu kwa ajili ya kuchochea uzalishaji, wakati huo nikiongeza upande mwingine ili niweze kufanya hii balancing act. La sivyo nitajikuta nimepunguza kodi au nimetoa msamaha sehemu nyingi alafu nisipate yale mapato yale ya kikodi. Kwa hiyo ni siku zote katika bajeti lazima tuitegemee kama Watanzania. Profesa, sasa turudi kwenye ni sehemu gani ambazo zimeguswa kwa wananchi kwenye bajeti hii? Yaani kwenye vile vipaumbele wananchi anakuwa ameguswa kwenye maeneo gani muhimu? Okay. Lakini tumekwisha yaongea, lakini basi nitayarejelea kwamba wananchi niliongea wakati fulani hivi kuhusu kupunguza zile tozo za miamala katika kuhamisha fedha kutoka kwenye simu kwenda benki. Ile tumeona imepunguza, na tukasema watu wengi sana sasa hivi habari ya kuhamisha fedha ni jambo ambalo linafanyika kila wakati. Kwa hiyo lile limepunguzwa kutoka 12 kwenda 5,000. Punguzo la zaidi ya 100%. Umeona? Hilo linamgusa mwananchi moja kwa moja kila wakati. Lakini pia tumeongea habari ya kupunguza kodi kwenye mbolea inayozalishwa hapa ndani.
Sasa utasema kwani hao ni wananchi wote, lakini wakulima wanajua habari ya mbolea jinsi ambavyo ni ya muhimu. Lakini tumeongea pia habari ya viuatilifu na zana zingine za kilimo. Lengo ni kuchochea kilimo chetu kiendelee kuwa juu. Na Roda, tukishakuwa tuna uzalishaji mwingi kwenye chakula, maana yake chakula hakitapanda bei. Tutaendelea kununua mchele katika bei ambazo zinajulikana, sukari katika bei ambazo zinajulikana, ambazo hazipandi. Kwa msingi huo unakuta umemgusa mwananchi. Kwa hiyo kupunguza kodi nyingi sana katika kilimo, mazao ya kilimo, pamba, ili kiwezekana kwamba nguo zinazozalishwa hapa nchini zipatikane kwa bei rahisi kuliko zile za nje, manake hayo yamemgusa mwananchi. Lakini kuna zingine ambazo kweli zimeongezeka, ambazo zinaonekana kwamba zitakuwa mzigo kidogo kwa wananchi. Lakini hiyo, mimi ukiniuliza habari ya bajeti kuhusu kodi, mapato yasiyo ya kodi, huwa ni balancing act, ili ninaposamehe huku basi huku nisiendelee kupoteza. Sasa Profesa, tuambie ni nini kauli yako kwa serikali kuhakikisha bajeti hii ambayo imesomwa jana ya trilioni 56 inatekelezwa kwa vitendo kama ilivyoainishwa jana? Ninakushukuru sana. Katika hili ni kweli kwamba huwa linahitaji utekelezaji wa pamoja wa serikali itakayokuwa madarakani, ikiwa inahusisha mawaziri, watendaji katika serikali, taasisi za serikali, ili wote waweze. Cha kwanza ni nidhamu ya matumizi ya fedha za umma. Ili ni mwito mkubwa sana kwamba lazima serikali ijikite katika kuwa na nidhamu ya matumizi ya umma. Fedha ilivyopitishwa katika bajeti itolewe kupelekwa kwa taasisi husika, lakini hao nao wazitumie katika malengo yaliyokusudiwa. Kwa hiyo tuondoe ubadhirifu, tuondoe rushwa, na tufanye kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa hiyo huo ni mwito, kwa sababu unajua fedha za serikali mwisho wa siku zitapelekwa kwa taasisi. Sawa? Yani zitapelekwa kwa wakandarasi, zitapelekwa kote huko ambako zimepangwa. Kama ni sekta ya maji, atapeleka mkandarasi fulani, atapeleka wizara atapeleka kwa taasisi yake, taasisi itapeleka kwa mkandarasi, na malipo yatafanyika kwa jinsi hiyo. Sasa wote hao katika mchakato mzima wa tangu fedha inavyotoka hazina kwenda kwenye risi na kupeleka kwenye malengo husika, tunaomba sana kuwe na nidhamu ya matumizi ya fedha ya umma. Watu wasitumie nafasi za kwamba mimi bwana ndiye katibu mtendaji, mimi ndiye katibu mkuu, mimi ndiye mkuu wa taasisi. Nidhamu ya matumizi ya umma ni jambo la msingi sana katika kufikia malengo yetu. Lakini pia serikali kuendelea kuiwezesha sekta binafsi. Tumeona kabisa kwamba ajira tunazoziongelea, serikali haitaweza kuwaingiza vijana wake wote wanaosoma katika vyuo na kutoka katika taasisi mbalimbali za elimu katika ajira rasmi. Haitawezekana. Kwa hiyo tunapokuwa tunakuza sekta binafsi, maana yake ni kwamba sekta binafsi sasa yenyewe iweze kuchota sasa wale watu ambao wamebaki, ambao hawakupata ajira ya serikali, waingie katika ajira katika upande wa sekta binafsi. Kwa hiyo huo ndio mwito wangu mkubwa, kwamba tuwe na nidhamu ya matumizi mazuri ya fedha za umma. Hilo litatusaidia sana. Asante Profesa, hebu tuambie sasa kwenye bajeti ijayo 2026-2027 ni vipi vitu ambavyo viongezwe, yani kwenye bajeti hii, ni kwenye utekelezaji wa hiyo miradi, ni miradi gani ambayo unaona ni muhimu iongezwe kwenye bajeti ijayo? Unanipa kuforecast mwaka mmoja ujao. Lakini kwanza imani yangu ni kwamba hatutakuwa, yani ndani ya mwaka mmoja hatutakuwa tumemaliza ile miradi mikubwa ya kimkakati. Hiyo sio kweli. Maana yake ni kwamba bado bajeti ijayo itataka kuendelea katika kumalizia huo mpango wetu lishaji mkubwa. Mimi nikiwa bungeni siku zote nimekuwa ninaamini kabisa kwamba tukiwa na nishati ya kutosha. Najua sasa tunaongea habari ya megawati 4,000, na kwa sababu tumetoka kwenye 1,600 tumeona tuna umeme mwingi sana, lakini bado tunahitaji kuendeleza miradi ya nishati hapa nchini ili tuwe na umeme mwingi sana. Mimi naamini kabisa kwamba umeme ukipatikana kwa bei rahisi, yani una facilitate mambo mengine yote. Kwa mimi ningependekeza kabisa kwamba ni miradi
ya nishati, kuongeza miradi ya nishati iendelee kupewa kipaumbele katika taifa hili, ili tuwe na nishati nyingi ya kutosha, na tukishakuwa na nishati nyingi ya kutosha iwafikie Watanzania wote, alafu Mtanzania huo apate nishati ya umeme kwa bei rahisi sana. Na sasa hapo ndipo unaona mambo mengine yote yatakuja, kama yale ya sera ya rais ya nishati safi ya kupikia, kwa sababu sasa kama inapatikana kwa bei rahisi, si maana yake nitapikia hiyo ambayo ni rahisi, alafu pia ambayo ni safi. Kwa hiyo tukiongeza nishati, na kwa mfano huwa kuna ule mradi wetu wa LNG, ule wa gesi ule ni mradi mkubwa sana kitaifa. Ni mradi ambao yani utakapokamilika multiplier effect ni nyingi sana katika uchumi wetu. Kwa hiyo hilo liendelee kupewa msukumo. Lakini wewe kwa sababu huwa unakaa pale bungeni ukisikiliza hoja zetu, huwa tuna hoja yetu ya Liganga na Mchuchuma. Ile hoja ya Liganga na Mchuchuma huwa ni kubwa kwa sababu kile chuma ni kingi, na kile chuma sio chuma peke yake, kuna vanadium pia, yani kuna madini mengine ambayo ni zaidi ya chuma. Kwa tunatamani ule mradi na wenyewe sasa hatimaye uweze kuamliwa moja, yani tufikie mahali sasa tusiongee habari ya tumelipa fidia, tusiongee yani tuanze kuona chuma na vanadium inayozalishwa Tanzania. Tukikwamua ule mradi nao katika bajeti zinazokuja, of course ambazo yawezekana mimi sitakuwa bungeni, lakini tutakuwa tumefufua uchumi mkubwa sana ambao pia ulikuwa. Kwa hiyo mapendekezo yangu ni katika habari ya nishati, katika habari ya ule mradi wa Liganga na Mchuchuma, lakini pia tuendelee kuchochea. Hii unajua Roda, ili taifa liendelee lazima liwe ni taifa ambalo limeelimika vizuri. Kwa hiyo huo mchakato wa elimu yetu ya amali ambao tumeuanzisha, mimi ningependa kama nilivyochangia wakati uliopita tuweze kuifanya vizuri. Yani tusitoe tu mafundi tu, hapana, yani tuwe watu ambao watakuwa ni wabunifu, watu ambao kutoka kwenye hizo shule watakuja na vitu vipya. Kwa hiyo nilizungumza siku zile kwamba tujifunze kutoka kwa watu waliofanya vizuri. Yani tusije tukaingia katika ule mfumo wa amali kinyonge tu kwamba unajua ni ufundi tu, alafu si ufundi hata tunafikia sijui ni randa. Hapana, hata kama ni randa hivi, kwa nini tunapenda bidhaa za Wachina za furniture? Zimetengenezwa vizuri, basi na wale waje na vitu ambavyo vitakuwa na wa kupeleka hadi nje ya nchi. Kwa hiyo ule mkondo wa amali au elimu yetu iendelee kuboreshwa, kwa sababu ukiwa na taifa ambalo limeelimika vizuri, utakuwa na ubunifu ambao wakati mwingine ndio utakuwa ni chachu ya kuongeza uchumi mkubwa katika nchi yetu. Profesa, kuna jambo nikiliacha nitakuwa sijitendea haki, nimelikumbuka hapa kabla sijamaliza. Kwenye bajeti hii ya trilioni zaidi ya 56. Hebu tuzungumzie sasa swala la bima ya afya kwa wote. Okay. Bima ya afya kwa wote ni mpango wa serikali, na tunaona kabisa kwamba kuna maeneo ambayo yatakuwa yani kodi zinatozwa ili kuendelea kuchangia mfuko wa bima ya afya kwa wote. Labda niseme tu kwamba sio jambo jepesi, na ninaamini kwamba serikali italitekeleza kwa hatua, lakini ni maono ambayo yatakapokuwa yametekelezwa yataleta unafuu mkubwa kwa wananchi. Lakini tusiseme kwamba eti katika bajeti ya mwaka mmoja utakuwa umeweza kufanya universal health insurance. Hapana, ni jambo ambalo naamini kwamba litafanywa kwa hatua kimchakato, lakini matibabu yanapokuwa yanapatikana kwa unafuu kwa Watanzania wengi, hilo litaleta unafuu, kwa sababu mwisho wa siku kama huna mtu aliye na afya, maana yake hauna taifa, na maana yake wewe una taifa gonjwa, alafu nani ni mzalishaji? Kwa hiyo mimi nadhani ni jambo ambalo ni la kimchakato, na ni kwamba serikali imeanza, lakini naamini kwamba litatekelezwa kwa phase hadi kufikia hiyo universal health insurance. Profesa, mimi nakushukuru sana. Sekunde 10. Nini kauli yako kwa Watanzania? Watanzania tuendelee kuiunga serikali yetu mkono, tukiamini kabisa kwamba bajeti iliyopitishwa ni kwa ajili ya kuendelea kupiga hatua za kimaendeleo na kuboresha uchumi wa taifa letu. Profesa, mimi nakushukuru sana. Mtazamaji wa Channel 10, mpaka kufikia hapa sisi tunakuwa hatuna la ziada hapa. Nilikuwa na mbunge wa kuteuliwa Profesa Shukrani Manya, lakini pia nilikuwa na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, ambao tumezungumza nao mambo kadha wa kadha kuhusiana na bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2025-2026. Mpaka kufikia hapa sisi tunakuwa tuna la ziada hapa Dodoma. Mimi ni Roda Simba,
Narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam.